mwaka 2023 mwaka jana, nilikumbusha tahadhari iliyokuwa imetolewa na mamlaka ya hali ya hewa kwamba kuna hatari ya mvua za El Nino. Mvua hizi zinazochagizwa na El Nino zinaendelea. Hata jana mamlaka ya hali ya hewa imetoa tahadhari nyingine ya mvua kubwa katika mikoa 14 ikiwemo maeneo ya visiwani, pwani na kusini mwa nchi yetu. Kabla ya leo tayari kuna maeneo yaliyoathiriwa na mvua kubwa, na mvua hizo zinatabiriwa kuongeza hatari ya kutokea kwa mafuriko katika maeneo mengine. Hivyo basi, awali ya yote, kwanza na kwa mara nyingine tena, nitoe pole kwa wote waliokumbwa na athari za mafuriko. Wote, Rufiji, Morogoro, Arusha, maeneo yote waliokumbwa na athari hizi. Lakini nitoe pole kwa ajali iliyotokea leo hapa Arusha, ambapo tumepoteza watoto wetu kadhaa kwa uzembe wa dereva. Nitoe poleni sana. Niseme tu kwa ufupi kwamba tangu mvua zianze tumechukua hatua mbalimbali kukabiliana na hali hizo. Hivi karibuni katika eneo la Rufiji, hatua za dharura zimeshachukuliwa, ikiwemo serikali kupeleka misaada ya chakula na madawa, kuwapatia hifadhi ya muda walioathirika kwenye maeneo hayo, pamoja na kujenga tents za kuwahifadhi, pamoja na kuwaweka kwenye maeneo ya shule na maeneo mengine ambako wataweza kuhifadhika na kuweza kutumia misaada inayopelekwa. Lakini hapa mkoani wa Arusha pia, katika maeneo halmashauri ya wilaya ya Arusha na halmashauri ya wilaya ya Meru, ufuatiliaji wa athari unaendelea na zoezi la kuondoa matope na kusafisha barabara na miundombinu ili zipitike limeshaanza. Aidha, mipango imeshawekwa kuhakikisha vivuko vyote vinavyoathirika vinakarabatiwa. Kwa sasa tunaelekeza nguvu yetu katika kukabiliana na mahitaji ya haraka, na niwahakikishie kwamba serikali chini ya usimamizi wa Waziri Mkuu itachukua hatua zote kurejesha utulivu katika mikoa iliyoathirika. Niwatake viongozi wote wawajibike ipasavyo kwenye maeneo yao kwa kuwafuatilia na kushirikiana na wananchi kwa karibu katika kipindi hiki. Ndugu wananchi, licha ya kuwa baadhi ya maeneo yaliyoathirika ni yale ambayo yamekuwa yakikumbwa na mafuriko ya kujirudia kwa nyakati tofauti, kwa kuwa kiasili ni maeneo yenye mabonde au njia za asili za maji, bado ninaona kuna sehemu kama serikali tunaweza kuboresha. Ni ukweli kuwa hatuwezi kuzuia mvua kubwa na mafuriko moja kwa moja, lakini tunaweza kupunguza madhara na kuimarisha jitihada za kukabiliana na athari za mvua na mafuriko. Kwa hiyo niwatake viongozi wote katika maeneo yetu tushirikiane na wananchi kuhakikisha tunapunguza athari za mafuriko. Hivyo baada ya mvua hizi na hali ya kawaida kurejea, serikali tutafanya uchunguzi wa kina kubaini sababu halisi za mafuriko kwenye maeneo hayo na tuweze kuchukua hatua zitakazoondoa tatizo hili kwa muda mrefu. Ndugu zangu, niwaombe wananchi sasa kwa watulivu na kushirikiana na watendaji wa serikali kwenye maeneo yao. Pia kwa kuwa bado mvua zinaendelea, niwaase wananchi kuendelea kuchukua tahadhari pindi wanapofika sehemu zenye maji yanayotembea, iwe wanapita kwa miguu au kwa magari, ili kuepusha athari zozote zinazoweza kusababisha vifo kwa wananchi wetu. Mwisho kabisa, niomba Watanzania kama kawaida yetu tujitahidi kutoa misaada, kuwaombea na kuwafariji wenzetu waliopatwa na kadhia hii ya mafuriko. Kwa viongozi wenzangu, niwaombe tutumie nafasi zetu katika majukwaa ya kisiasa kuunganisha wananchi na kulisemea hili
ili wananchi watuelewe na iwe sisi ndio kimbilio lao katika kuwapa faraja na kutoa mwelekeo kwa waathirika wa mafuriko haya. Sasa wakati nikihitimisha hotuba yangu, niseme tu kwamba narudia kule kwenye mafunzo ya mpendwa wetu hayati Edward Sokoine kwamba viongozi wetu mafunzo haya tunayoyapata itategemea sasa namna tunavyotunza kumbukumbu za viongozi wetu. Nafarijika kwamba miezi michache ijayo kitabu cha Edward Moringe Sokoine kitazinduliwa. Hiyo ni aina moja ya kuweka kumbukumbu za viongozi wetu. Sasa kupitia kitabu hiki tutaweza kusoma zaidi kuhusu maisha ya Sokoine, alichofikiri na alichofanya kwa ajili ya taifa letu. Lakini pia tarehe 30 Septemba mwaka jana tulizindua makavazi ya Dr. Salim Ahmed Salim, waziri mkuu wa 4 wa nchi yetu, ambayo nayo yamejaa utajiri wa maarifa na taarifa. Wito wangu kwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, management ya utumishi wa umma, kama nilivyowaagiza mapema, ni waombe sasa muendelee kutunza kumbukumbu za viongozi wetu na hakikisheni habari zao zinawafikia vijana wengi zaidi, sababu kama nilivyosema, vijana wengi wamezaliwa huku miaka ya mbele na hawana taarifa za viongozi wetu. Namna nyingine ya kutunza kumbukumbu hizi ni kupitia vyuo vikuu kwa machapisho, mijadala au midahalo mbalimbali. Sasa nihitimishe kwa kuwashukuru wote mliojitokeza kushirikiana na serikali na familia ya Sokoine hapa Monduli na kuwatakia safari njema mnaporudi makwenu. Tuendelee kumwenzi Edward Moringe Sokoine kwa kufanya kazi kwa bidii, maarifa na uadilifu mkubwa. Sote tuwajibike daima kama taifa na mtu mmoja mmoja, tuweze kusimama kwa miguu yetu wenyewe. Kabla kuhitimisha kabisa, kuna maombi yametolewa. Ombi la kwanza ni kuhusu barabara ya Arusha, Central Arusha, lakini pia pamoja nalo kulikuwa na ombi la kipande cha ardhi kutoka kanisani. Maombi yote mawili yaliwasilishwa na mkuu wa mkoa. Nataka niseme mkuu wa mkoa na yachukua, sitaweza kuyatolea maamuzi hapa, na yachukua nikaangalie, halafu tutawasiliana. Lakini ombi jingine lilitoka kwa Balozi Sokoine kwamba lile bwawa mzee wetu alilolianza na karibia kufunikwa, twende tulifanyie kazi. Nataka niwahakikishie wana Monduli hiyo kazi tunakuja kuifanya. Lakini mwisho kabisa, nishukuru sana kwa zawadi ambayo familia wamenipatia. Nashukuru sana sana. Na baada ya kusema hayo, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.